Kesi hiyo iliyofunguliwa Septemba 26, 2025 ambayo inasikilizwa na majaji watatu, Jaji Abdalla Gonzi, Jaji Sylvester Kainda wakiongozwa na Jaji Frederick Manyanda na mawakili wa pande zote mbili, ambapo kwa upande wa waleta maombi ni wakili John Seka, wakili Edson Kilatu na wakili Jasper Sabuni, na kwa upande wa wajibu maombi wakiongozwa na wakili Maki Mulwambo na wengine ni wakili Vivian Method, wakili Stanley Kalokola na wakili Eric Lumisha. Akiwasilisha hoja za waleta maombi, wakili John Seka amesema wateja wake ambaye ni Bwana Luhaga Mpina amefungua shauri la kikatiba la kupigania haki yake ya kugombea nafasi ya urais, na kwa upande wa chama cha ACT Wazalendo kinapigania haki ya kuwa na mgombea katika uchaguzi huo, na maombi ya mahakama hiyo kuizuia Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuendelea na mchakato wa kuchapisha karatasi za kupigia kura katika ngazi ya urais. Kwa upande wake wakili wa utetezi wakili Maki Mulwambo akaiomba mahakama kutokana na uzito na unyeto wa shauri hilo lisikilizwe kwa maandishi, hoja iliyoridhiwa na mawakili wa upande wa waleta maombi, na upande wa waleta maombi pia wakawasilisha ombi la shauri hilo kurushwa mubashara, ambapo upande wa wajibu maombi walikubali. Jaji wa Mahakama Kuu Jaji Frederick Manyanda, mara baada kusikiliza maombi ya pande zote mbili, mahakama imekubali maombi mawili ya shauri hilo ambayo ni hoja ya mawakili wa pande zote mbili kujibizana kwa njia ya maandishi na kesi hiyo kurushwa mbashara, ambapo mahakama imekataa ombi la waleta maombi la mahakama kuweka zuio la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC kuendelea na mchakato wa kuchapisha karatasi za kupigia kura kwa kuwa ombi hilo halijakidhi vigezo na halina ushahidi wa kutosha kama lina madhara kwa kigezo cha kuharakisha hukumu ya shauri hilo. Nje ya mahakama hiyo, wakili wa waleta maombi wakili John Seka na kiongozi wa chama hicho Bi Dorothy Them wanasema, kwa hiyo mahakama imeleta utaratibu ufuatao. Imeamua kwamba waleta maombi kwa maana ya Luhaga Johnson Mpina na ACT Wazalendo walete hoja zao ndani ya siku 2 kuanzia leo mpaka tarehe 1 mwezi wa 3, na wajibu maombi kwa maana ya Tume ya Uchaguzi na mwanasheria mkuu wa serikali nao wamepewa siku 2 kuleta maombi maelezo yao kuhusu hoja zitakazoibuliwa na waleta maombi, na watafanya mawasilisho hayo tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2025. Cha msingi ni kwamba Mahakama Kuu imeamua tarehe 6 saa 8 mchana kesi hii itakuja mbele ya mahakama. Pamoja na kuwa na mgombea urais, tuna ilani bora na tunajua tuna wabunge na madiwani ambao nao wanaendelea kuomba kura kwa ajili ya chama cha ACT Wazalendo. Maana yake ni kwamba tunataka mtu anapoenda kupiga kura akipigie chama na wagombea wake wote. Lakini pili, hatuna shaka na swala la muda, kwa sababu tunaamini nguvu, haiba na uwezo wa mgombea ambaye amechaguliwa na chama cha ACT Wazalendo. Kutoka hapa Mahakama Kuu Masjala Kuu Dodoma, mimi ni Ezekiel Mtonyole wa ITV.